Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ni Ramadhani ya 11. Ndani ya Ramadhani ya 11 ni vyema tukajifunza juu ya maneno mawili ambayo huwa tunayatumia wakati mwingine bila ya kujua hasa hili lina maana gani na hili lina maana gani, kwa kudhani yote yana maana moja. Nayo neno la kwanza ni kughafilika na neno la pili ni kusahau. Katika mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu, kughafilika haifai, kusahau ni sehemu ya maumbile ya mwanadamu. Kusahau ni jambo liko nje ya uwezo wa mwanadamu, lakini kughafilika ni jambo analiweza, limo ndani ya uwezo wake, wakati wa kulifanya anaujua, lakini anajikuta tu hafanyi. Hiyo ndo kughafilika. Kwa hiyo tuyaelewe maneno haya kwamba unaweza kusahau, ni kawaida kabisa ukasahau kutekeleza jambo. Pale ukikumbuka unatakiwa ulifanye na huna adhima yoyote unayoibeba. Hivyo ndio maana kusahau kumewekwa kwamba ni sehemu ya udhuru katika nyudhuru za kufanya ibada, lakini ukikumbuka ukafanya ulichokisahau huna dhima utakaoibeba. Wakati kughafilika ni jambo jingine tofauti kabisa. Kughafilika, mfano mzuri ni kwamba unajua kama swala ni wajibu, na inawezekana wakati huo tayari na adhana unaisikia, watu unawasikia wanaswali, imamu wanaswalisha, lakini wewe umekaa sehemu hiyo uliokaa, huinuki kama umeganda, huendi kutekeleza ibada, na wengine walikuaga pale wakaenda wakarudi huko pale. Huko ndo kughafilika ambako Mwenyezi Mungu amekukataza kabisa kwamba sisi tusiwe miongoni mwa wenye kughafilika. Lakini kwenye kusahau, angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia hasa kuhusu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Anasema, man nasiya, yoyote yule mtu akasahau, fa akala au shariba wa huwa saimun, akala au akanywa ilhali amefunga, faliutimma saumahu, akikumbuka katika shakula au kashakunywa kwamba kumbe nilikuwa nimefunga, mradi alikula au akanywa akiwa amesahau, basi na atimize saumu yake. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, kwani inakuwa amelishwa na Mwenyezi Mungu na kunyweshwa na Mwenyezi Mungu. Angalia, kusahau ni udhuru unakubalika, kughafilika sio udhuru. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye unapenda kutumia nilighafilika, nimeghafilika, na unajijua kabisa kwamba hiki kitu ni wajibu kufanya na wenzako wanafanya, unawaona wengine wanakuaga kutoka pale darasani au ofisini wanakwenda msikitini, na wewe uko pale pale na unajua kama swala ni wajibu kwako, lakini huendi, wanarudi wanakukuta unafanya makosa makubwa sana ambayo hayastahiki wewe kuyafanya. Zinduka sasa, acha kughafilika, tambua kusahau ni sehemu ya maumbile, lakini kughafilika, piga vita jambo hilo lisikuzoee likakuzunguka, kwa sababu ni dirisha katika madirisha anayotumia Sheitani kumpotoa mwanadamu. Kwa hivyo basi ni wajibu wetu kutomruhusu Sheitani kutupotosha kwa mlango wa kughafilika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.